ishirini na tano Mwandoya. ishirini na tano Safari ya Matumaini Mwandoya. Katika nyayo zake tunalo tumaini tena. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Imekuwa ni njema tena kwa sababu ameturuhusu kujumuika na kukutana katika viwanja hivi kwa ajili ya kuendelea kujifunza ukuu wake, na jina la Bwana litukuzwe sana. Tuendelee kuwakaribisha. Kimsingi ni kwamba zimebaki siku mbili mbele yetu, ambazo siku hizi ni kwa ajili ya kuendelea kujiweka sawa sasa katika maisha yetu tunapomngoja Kristo kuja mara ya pili. Safari ya kiroho ni safari iliyojaa tumaini pale tu wanaume na wanawake wanapomkubali Kristo kuwa sehemu ya maisha yao, na jina la Bwana litukuzwe sana. Msalimie jirani yako kwa lugha ya kwenu. Umemaliza? Ina hata lugha za watu wao hawana watu wa lugha zao. Sawa. Nishukuru wakufunzi wenza kwa ajili ya masomo ambayo wamekwisha kupita. Wakati mzee akizungumza akanikumbusha kisa kimoja kiliwahi kunitokea nikiwa kambi moja mwaka 2023-22. Asubuhi kabisa tumeamka, baridi inapiga kweli kweli. Hapa nikasema kwa jina la Yesu leo siogi. Lakini ni kamdada kamoja kakaja speed.
Nikamwambia leo mimi siogi. Akarudia, jamani, nani mpaka na maji nimeweka. Hivi unajua nilifanyaje? Nilikuwa na marafiki zangu Pastor Makambi, nilikuwa na Pastor Mbaga, nafikiri nilikuwa na Pastor Makunje, Charles Makunje pia. Mwisho wakacheka kabisa, wakasema leo umewezwa. Kwa hiyo kumbe hivi vitu sio bahati. Kwa kweli huwa ninajaribu kujifunza, nasema kwamba vinapokuwa vimepangiliwa vitaleta mstakabali mzuri sana katika maisha yetu. Kwa hiyo ni jambo tu la kuweka mambo vizuri ili Mungu atusaidie katika ndoa zetu na katika maisha yetu ya unyumba, na inawezekana sana huku tukitunza afya zetu kila mmoja na mwenzake. Bwana wabariki sana. Safari yetu inakwenda mbele zaidi tukitazama nyayo za mwamuzi mwenye matumaini. Haleluya. Nyayo za mwamuzi mwenye nini? Mwenye matumaini, au nyayo za shahidi mwenye matumaini, kivyovyote utakavyoweka. Nyayo hizi zinasimama kutuonyesha jinsi ambavyo shahidi anasimama, mwamuzi anasimama katika maisha yetu. Tunagundua wazi kwamba kama siku zote tumekuwa tukitolea mifano, duniani tunao mashahidi lakini pia tunao waamuzi. Na waamuzi au mashahidi hawa wapo kwa lengo fulani la kutusaidia. Kwa lugha ya kitaalamu wanaitwa ni mawakili. Lengo lao kubwa ni kuweza kutetea au kuendelea kutoa hoja ya msingi ya kwamba mtu anayetuhumiwa ametenda kosa. Mwingine akikaa kusema kwamba ni kweli ni kosa, lakini mwingine akisema kwamba si kosa, au kama ni kosa basi mtuhumiwa atapunguzwa adhabu zake. Nyayo za shahidi au mwamuzi mwenye matumaini. Katika Biblia kuna kisa cha ajabu sana ambacho ndani yake kinatupatia fundisho la pekee. Mwamuzi huyu anasimama kuamua kati ya mambo mawili magumu sana. Na hapa tunaweza kujiuliza, hivi ungekuwa wewe ungetoa jawabu gani? Bwana Yesu asifiwe. Hivi ungekuwa ni wewe ungesemaje? Ungetoa jawabu gani? Ungekuwa ni wewe, ungekuwa ni ungefanyaje? Wafalme wa kwanza 3. Wafalme wa kwanza sura 3 inazungumzia shahidi au mwamuzi. Wafalme wa kwanza sura 3, hebu sikia tu kianzia na kile kifungu cha 16. Ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, Bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba ngapi? Moja. Nami nilizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. 18. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa namna gani? Pamoja. Biblia yangu nasema hivyo. Hapakuwa na mtu mwingine basi pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. 19. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pake. Nilipoamka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amefanya nini? Amekufa. Sikia. Na asubuhi
nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, si hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme. Wewe sasa upo kwenye ile kesi, ungefanyaje? Eti uko pale kwenye ile kesi sasa, ni wewe, ungefanyaje? Kisa kimoja kinazungumzwa katika nchi moja ya Ufaransa ni Uingereza. Mfalme mmoja aliamua kuchukua madaraka kwa kutumia title au sehemu mbili za uongozi. Akisimama kama mfalme na akasimama kama hakimu. Sasa bwana, ikaja kesi. Ilipokuja kesi mbele yake, huyu mfalme akasikiliza upande wa kwanza. Akasikiliza akasema, mtuhumiwa nimempata. Ile tu anatoa nafasi kwa mlalamikaji au mtu wa pili. Akasikiliza. Mwisho kisa kinasema kwamba huyu mfalme akasema, ndugu zangu, ngojeni niwaambie tu ukweli. Wakati huyu anazungumza, mimi niliona huyu jamaa ndo tunaenda kumfunga kabisa. Ila tu kitendo cha kumwacha aseme, mimi nimekoswa, nani ni mtuhumiwa kati yenu? Akashindwa amweje. Akashindwa yani hao watu waweke kwenye kundi gani? Sasa katika kitabu hiki cha Wafalme kinazungumzia huyu naye pia, niseme tu alikuwa anafanana na huyu mfalme wa Uingereza. Maana tayari alikuwa mfalme, lakini pia alichukua kichwa cha kuwa hakimu, kuamua. Na ukumbuke mara nyingi sana kesi ngumu kipindi cha zamani zilikuwa zinapelekwa kwa watawala. Na hata sasa wakati fulani kesi kama hizi ngumu zinapelekwa kwa viongozi wetu wa ngazi za juu. Hao ndio wanaweza wakaamua. Na ndio maana watu ambao wanaweza wakatuhumiwa mpaka kunyongwa, lazima rais asaini kwamba nimekubaliana na hao wanyongwe. Na namna yoyote ile. Fungu la 22 linatuambia, ndipo mfalme akasema, huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa. Na huyu anasema si hivyo, bali mtoto wangu aliyekufa, bali asivyo, bali mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Mfalme akasemaje? Nileteni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, mkateni mtoto aliye hai vipande vingapi? Kampe huyu nusu na huyu nini? Amjambo watu wa Mungu. Ingekuwaje kama ungekuwa ni wewe? Anasema mkampe huyu na huyu nusu. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake aliye hai, ambaye aliye hai ni wake, akamhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia mfalme, kwa maana moyoni mwake alimuonea mtoto wake huruma. Akasema, Bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimuue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala. Haleluya. Nyayo za mwamuzi mwenye matumaini, nyayo za shahidi mwenye matumaini. Anasemaje? Asiwe wangu wala wako. Ndipo fungu la 27, akatwe. Ndipo mfalme akajibu akasema, mpe huyu wa kwanza, mtoto aliye hai, maana ndiye mama yake.
Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ile aliyohukumu mfalme, wakamwogopa mfalme, maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake ili afanye hukumu. Bwana atubariki. Baba yetu Sulemani na viongozi wengine wa kidunia walioishi na wanaendelea kuishi wanaweza wakatenda makosa makubwa sana katikati ya dunia hii, lakini tunashukuru sana kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye leo tena ametuleta katika viwanja hivi, akiendelea kupaza sauti ya wito, onyo, kemeo, akituhurumia wanadamu kwa namna pekee. Nasi tunalikiri jina lako katika saa za jioni. Ikiwa Sulemani mwanadamu aliamua hivi, liko tumaini gani katika maamuzi yaliyoko mbele yetu? Tusaidie kila mmoja kusikia, kuishi na kutenda, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sulemani aliweza hii kesi kwa mfumo huu. Halo. Ukweli ni kwamba kuna watu wengi wakisoma hiki kisa wanasema hata mimi ningesema hivyo tu. Lakini hata leo kuna watu wameng'ang'ania tu kamguka moja kaalizi, wanasema haka nikaa kwangu, mbona hujakaachia? Halo. Mpaka mnafikishana kwa mabalozi, mnafikishana mahakamani, kisa ni miguu 5 ya nini tu. Lakini wakisoma hiki kisa wanasema hata mimi ningemwachia. Yanatokea, kwani mnafanyaje leo? Tunatofautikana na huyu mwanamke wa pili. Mwangalie jirani yako, mwambie haumo umo. Maana unajua ukisoma hiki kisa na kukielewa unasema aisee, huyu mwanamke alikuwa kweli kweli. Lakini ukija kuimesha uhalisia, kesi ziko huko mahakamani za kutosha. Mguu mmoja tu wa eneo amekata katani ya mpaka, anapelekwa kwa kitongoji. Mbona hujamwachia sasa? Mbona hujamwachia? Sasa una tofauti gani na huyu mwanamke wa pili? Mungu atupatie hekima. Sikia, Zaburi ya 96 inasema maneno yafuatayo. Nyayo za shahidi mwamuzi mwenye matumaini. Zaburi ya 96 inasema maneno haya. 96 kifungu kuanzia cha 11. Hebu sikia mtu wa Mungu. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie, bahari na ivume na vyote vijazavyo, mashamba na yashangilie na vyote vilivyomo. Ndipo miti ya mwituni iimbe kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Mashamba na yashangilie na vilivyomo. Anazungumza hivyo 12. Ndipo miti yote ya mwituni iimbe kwa furaha. 13. Mbele za Bwana, kwa maana anakuja. Haleluya. Kwa maana anakuja aihukumu nchi, atauhukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa uaminifu wake. Bwana anakuja. Na kama Bwana anakuja, anakuja kufanyaje? Anakuja kuhukumu. Na ndio maana mtunga Zaburi alikuwa akizungumza haya, akizungumza na mimea, akizungumza na nchi, akizungumza na ulimwengu, lakini mwisho akasema mashamba yatashangilia na vyote vilivyomo. Mwisho anatukumbusha maana Bwana anakuja. Sasa anapokuja, anakuja kutuhukumu. Swali la msingi, tutasimamaje mbele ya kiti cha hukumu? Tutasimama tukiwa washindi au tutasimama tukiwa tumeshindwa? Mungu atusaidie jioni ya leo. Yako mambo ya kuzingatia ili maisha yangu na maisha yako yabaki salama. Nyayo za mwamuzi mwenye matumaini. Mathayo akatuongezea kisa hiki.
sura 17. Mathayo sura 17 anasema maneno haya. Sikia, 31:17 Mathayo. Hebu sikia jioni ya leo. No, sio Mathayo, Matendo. Samahani. Matendo 17:31. Matendo 17:31. Hebu sikia. Kwa maana ameiweka siku atakayowahukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti. Na mambo haya kwa namna gani jamani? Kwa kumfufua katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi anasema Bwana anakuja. Na kwa sababu Kristo alishinda mauti na kaburi, funguo inatuambia hivi, na ndiye mwenye ufunguo. Alipokuwa na uwezo wa kutoka katika kaburi, na ndipo amepewa uwezo wa kuja kuihukumu dunia. Sasa tunachotakiwa kukielewa ni hiki: wale wote wanaofaa kutoa hukumu ya haki ni wale ambao wameshinda dhiki za dunia na majaribu yote. Siku zote hutolea mifano hii. Leo kwenye dunia yetu kuna watu wamepewa zamana ya kutoa hukumu kama mahakimu na watu wengine, lakini hata wao wakati wanahukumu wanadamu mwenzao, na wao wanasubiri kuhukumiwa na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Yaani wanasubiri hivyo tu. Sasa nasikumbuka mwaka mmoja, na ilikuwa 2000 na ngapi? Ilikuwa 2020 au 2022. Wakati wa sikukuu za uhuru, kama sitakuwa nimesahau sana. Wakati hayati John Pombe Magufuli akihutubia taifa, kuna kauli moja alisema mpaka leo imekaa kichwani mwangu. Amehutubia mwisho akaenda kugusia swala la kutoa kibali cha watu kupata adhabu ya kunyongwa. Kama sitakuwa nimekosea, walikuwa ni watu 90 na kitu waliokuwa wanapaswa kunyongwa ili atie saini ya wanyongwe. Kauli iliyotoka mdomoni mwake mpaka leo sijaisahau. Akasema, kama mimi nitatoa ruhusa watu 90 na kitu wanyongwe, je, mimi nitapokea adhabu gani kutoka kwa Mungu wa mbinguni? Alitamka maneno hayo, na mwisho akasema hawa watu siwahukumu kunyongwa, bali wafungwe maisha, watafia huko. Maana alijua kwamba licha ya maamuzi nitakayoyatoa, kuna siku na mimi nitawajibishwa. Haleluya. Na ndio maana hiki kitabu cha Matendo kinatuambia anayeweza kutoa hukumu ni yule aliyekuwa na uwezo wa kufufuka kutoka katika wafu. Mwanadamu hana uwezo wa kujifufua kutoka katika wafu, ni Kristo. Na ndio maana Zaburi inasema Bwana anakuja kuhukumu dunia. Tungeambiwa hakimu fulani anakuja kuhukumu dunia, hata wakwetu kwenye mji wa Mwandoya tungesikia hakimu wa Mwandoya atakuja kuhukumu dunia. Hawezi, maana hata yeye anasubiri kuhukumiwa. Kwa hiyo lazima tuishi duniani tukifahamu sura 17 fungu la 31, iko siku moja imewekwa. Leo duniani kuna njema nyingi za haki na zisizo za haki zinatumika. Utasikia hukumu hii imesogezwa mbele, utasikia imekuwa hivi, utasikia imekuwa hivi. Kwa Mungu hilo halipo. Yaani ikiwa kama ni kesho, wanadamu wote kwenye kisimba. Yaani hakuna cha kwamba kuna nini kinaendelea. Mara aje shahidi wa Mbeya, mara aje shahidi wa Misungwi, mara aje shahidi wa Mwandoya, mara aje shahidi wa Mwanza. Hiyo haipo. Siku moja tu wanadamu wote tumeingia kwenye hukumu. Paulo anatuambia maneno haya katika kitabu cha Korinto sura 2.
Leo mambo mengi sana yanaweza yakatumika ili kwamba watu wa dunia hii watoe hukumu zao kwa namna inayoendana na sheria za ulimwengu au za nchi, lakini kwa Mungu liko jambo tofauti na hukumu za ulimwengu. Kwa maana 10 imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee malipo ya mambo aliyotenda kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachokuja kuhukumiwa duniani ni matendo ya mwili. Na ndio maana siku moja wakati tukijifunza hapa tukaambiwa wanadamu hatuokolewi kwa matendo ya nini? Kwamba tumetenda mema ama tumetenda nini? Mabaya. Maana siku zote ingekuwa ni hivyo, sisi siku zote tunaanguka katika dhambi. Na ndio maana tukatolea mfano wa watu waliokolewa makanisani. Unapowakuta kwenye ibada zao wanaomba msamaha, utakuta tu wanasema Mungu, huenda tumetenda dhambi. Lakini wanajiuliza, hivi kweli imekuwa saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni, hujui kwamba leo umetenda dhambi? Sasa utakuta familia tumejikuja, Mungu, huenda leo tumetenda dhambi. Yaani mtu akikwambia huenda ujue hana uhakika. Ila moyoni mwake anajua kwa kweli niliongopa, nilidanganya, nimefanya hiki. Maisha yanaishi hapo. Ila sasa ndio zile kona za kibinadamu. Tunaenda huku. Anasema sote lazima tudhihirishwe mbele ya kiti cha hukumu, si cha mahakimu wa dunia, cha Kristo. Sasa kuna jambo la ajabu tunatakiwa tulielewa hapa, kwamba haya mambo tutadhihirishwaje? Na kwa sababu matendo yametuambia ni siku moja, hukumu yetu haitakuwa ya siku nyingi, itakuwa ni ya siku moja tu, kila kitu kinamalizika. Warumi, Paulo anatuongezea maneno mengine katika sura 14, anasema maneno haya. Warumi sura 14:12, usikia jioni ya leo. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Juzi wakati nikisikiliza kesi ya mwanasiasa Tundu Lissu, ikaja kwenye mifumo tofauti. Waandishi wa habari wakaandika aamua kujitetea mwenyewe. Haleluya. Si labda alisoma kifungu kama hiki, ndio maana akatoka ajitetee mwenyewe. Na ndio maana nimesema siku Kristo anapokuja hatutataka mawakili waende kwenye kiti kile. Ni sisi wenyewe tutatoa habari. Yaani useme mwenyewe kwamba ukweli, nimetenda dhambi, nimekuasi, nimevunja sheria, nimefanya maasi. Sisi wenyewe tutasimama. Sasa hapo ndipo taamua kudanganya au kutokudanganya. Lakini liko jambo la ajabu ambalo litatendwa siku hiyo. Liko jambo la ajabu sana. Mara nyingi sana vichwa vyetu, Biblia inasema ni vigonjwa. Biblia inasema vichwa vyote vigonjwa. Vinaweza vikaona kabisa hapa kuna haki, lakini vikaamua kuongopa. Na vinaweza vikajua kabisa hapa kwamba kuna hukumu, vikaamua kuongoka. Vichwa vyote ni vigonjwa. Na wakati fulani vinaweza vikaogopa adhabu na hukumu, vikaamua tu kudanganya hivyo. Lakini kwa Mungu ni tofauti. Maana lazima tukaribie kiti cha hukumu, lakini jambo la ajabu, hakuna mtu atakayetuwakilisha, sisi wenyewe tutatoa habari. Danieli aliyasema maneno haya. Sura 7. Hebu sikia, tutatoaje kila mmoja? Hatutakuwa na mawakili leo wa kibinadamu ambao wanaonekana katika dunia hii. Danieli sura 7, sikia maneno haya. Danieli sura 7, ukianzia kile kifungu cha 13. Hebu tuanzie hapo. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Fungu la 9, rudi hapo nyuma kidogo, angalia. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa,
na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama seluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao 10. Mto kama mto wa moto ukatoka mbele zake, hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo sio kwamba yameanza kipindi cha uhuru. Leo ukienda mahakamani lazima ufungue faili. Lazima tu. Sasa sikieni niwaambie. Tangu tumezaliwa mafaili yetu tumeyafungua. Tupende tusipende, mafaili yetu yako katika kiti cha hukumu cha enzi. Haleluya. Yaani hapo duniani mafaili yanafunguliwa pale mtu anapopata kesi. Mbinguni mtu anapozaliwa faili lake linafunguliwa. Na ndio maana Danieli atuambia kwamba mzee wa siku alipoletwa katika na mawingu, na kile kiti kikawekwa, na mbele yake ikawekwa mambo kama hayo, mwisho vitabu vikafunguliwa. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye mambo yake hayajaandikwa, mambo yake hayapo. Yaani maisha yangu tangu nizaliwe mpaka leo na maisha yako yote yamewekwa. Kwa hiyo hukumu hii itahusisha vitabu ambavyo hivi vimeandika mambo yote ya maisha yangu. Mhubiri anaongezea mambo haya kwa mambo yafuatayo. Mhubiri sura 11. Mhubiri sura 11 fungu la 9. Wewe kijana, ufurahie ujana wako, na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na kinachotamaniwa na macho yako. Neno hapa limetumia lugha hiyo. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Haleluya. Furahia. Hamna mtu ambaye hajapitia ujana. Walio wazee wamepitia ujana. Bwana Yesu asifiwe. Walio vijana wanaishi nini? Ujana. Yaani hamna mtu anayekwepa. Hili fungu linatula wote. Kama ni mzee amepitia ujana, sasa ni mzee. Kama ni kijana anaishi ujana. Anasema, sikia narudia ili uelewe vizuri. Furahia sana ujana wako, na moyo wako usichangamshe siku za ujana wako. Tena akasema ukaziendee njia za moyo wako na kinachotamaniwa na macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu ndiye anayetuleta hukumuni. Sio wanadamu kama wa leo. Yaani kama Mungu anatuleta hukumuni ni Mungu. Hautasikia jamhuri na mshtaki fulani. Hautasikia bwana fulani anamshtaki bwana fulani. Hautasikia mama fulani anamshtaki mama fulani. No, Mungu ndiye anayetuleta kwenye kiti cha enzi cha Kristo cha hukumu. Sasa maisha haya yanaweza kuwa mazuri, tunaweza tukayafurahia, lakini lazima tukumbuke hukumu iko mbele yetu. 12 fungu la 14 anaongezea. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la asili, likiwa jema au likiwa namna gani baya. Sasa hapa ndipo tunachanganyikiwa wanadamu wengi. Kwa nini anasema jema na baya? Hata wale wanaoishi duniani wakipambana kutenda mambo mema lazima waletwe hukumuni. Sasa wanaletwaje hukumuni? Kudhibitishiwa maisha yao walivyoishi duniani. Dunia inatumia watu wabaya ndio wanaletwa hukumuni. Mungu analeta pande zote mbili hukumuni. Leo mimi nikiishi kwa uaminifu na nikamtukuza Mungu mpaka hukumu yangu itakapofika, lazima tu niletwe. Onyeshe kwamba uliishi, ukaishi, ukapita kona hii, japo uliungama ukapita na hapa, ulifanya hivi, ulipambana. Yanaletwa yote. Na mbaya naye analetwa. Wote tunasimama.
kila mmoja athibitishe taarifa za maisha yake duniani. Na ndio maana Warumi amesema na Wakorinto, kila mmoja atatoa habari yake mwenyewe. Hakuna mtu wa kutuwakilisha. Na ndio maana hapa anasema iwe ni kazi njema au kazi mbaya, lazima ipitishwe kwenye kiti cha hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Duniani tunasingiziana. Na ndio maana nimesema mtu anaweza akajua kwamba hili kosa nimetenda litaenda kunipeleka pabaya, anaamua tu kuongopa na kufanya nini na mambo kama hayo. Ila mbele za Mungu, kazi njema, kazi mbaya, zote zinaletwa hukumuni. Mathayo, sikia sura 12. Mathayo sura 12:36 anasema maneno haya: basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa 37, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahesabiwa nini? Kuhukumiwa. Na ndio maana Warumi Mhubiri anasema kazi njema au mbaya lazima ziletwe, neno njema au baya lazima liletwe. Kwa hiyo lazima tuishi duniani tukielewa mbele yetu iko hukumu. Lazima tuelewe mbele yetu iko hukumu. Kwa hiyo tutende mambo yote, tufurahie maisha yetu yote, tusiende njia za maisha yetu yote, lakini mwisho tunaletwa katika hukumu. Sasa neno jema au baya litaletwa hukumuni kwa namna ipi? Malaki. Kuna Biblia imejaa mambo ya ajabu kabisa. Yaani unaweza ukatamani usiwepo duniani tena. Maana hakuna mahali ambapo tunaweza tukakuopea. Malaki sura 3, hebu sikia. Malaki sura 3, huko amesema kila neno lisilo na maana, kila neno baya watakao neno wanadamu watatoa hesabu. Malaki 3:16 anasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Masikio ya Bwana anasikia hata sasa kwamba mwaka 2025 kuanzia mianzo wa tarehe 7 hadi tarehe 21 kuna mikutano ililetwa katika viwanja vya Kisimani, mji wa Mwandoya. Mikutano hii ilikuwa inawataka wanaume na wanawake wasiache njia mbaya, wamche Mungu na kumfuata yeye, ila hawakutaka. Hapa anasema wanaomcha Mungu wanaposemezana wao kwa wao. Mimi nasema na wewe na wewe unasema na mimi, tunasemezana sisi. Ndio maana fungu nasema wanaposemezana wao kwa wao. Sisi tunapozungumza mbingu zinasikiliza. Zinaposikiliza na kusikia, kumbukumbu ya maisha yetu inaandikwa. Sasa sikia, wote watakaosikiliza na kuasi utaratibu wa Mungu, vitabu vya ukumbusho wa mikutano hivi inaandikwa mbele yao. Swali la msingi, utasimamaje mbele ya kiti cha hukumu? Hili tu. Aya, Mathayo anatuambia neno lisilofaa tunapolisema sisi kwa sisi linatuleta katika hukumu. Wakati miito na maonyo yanapotolewa, watu wengine wanasemezana yasiyofaa, wanajaa jeuri, wanajaa dharau, wanajaa kumpeza. Hayo yote yanaandikwa, maana mbingu zinasikiliza, vitabu vya ukumbusho vinaandikwa. Swali, tutasimamaje mbele ya kiti cha enzi cha hukumu? Kwa hiyo wote, ndio maana Biblia inasema kazi njema, kazi mbaya ije. Wanaosemezana wacha Mungu, hata sio wacha Mungu, lazima kazi zao zije. Tujiandaeni kusimama mbele ya kiti cha hukumu. Nani atakayekwepa? Kwa hiyo kitakachotuhukumu ni lile sikio la Bwana linalosikiliza, na kumbukumbu zetu Malaki anasema zimeandikwa katika nini jamani? Mbele zake. Kitabu cha ukumbusho wa maisha yetu. Haya mambo yanakuaje? Wakorintho wa kwanza, Paulo anasema maneno haya. Wakorintho wa kwanza
Sikia maneno haya. Wakorintho wa kwanza sura 4. Wakorintho wa kwanza sura 4:5. Hebu sikia. Hebu sikia. Basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atayamulika yaliyositirika katika giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Sasa yanayotendeka gizani na yanayotendeka nuruni yatadhihirishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema hapa yaliyositirika gizani, haya yote yanazungumzwa hivyo, na kuyadhihirisha mashauri ya moyo. Ndipo kwamba kila mtu atakapoipata sifa yake kwa nani jamani? Kwa Mungu. Jioni ya leo, ni sifa ipi tunayotegemea mbele ya Mungu? Ni sifa ipi? Ufunuo anazungumza pia kwamba hata wafu waliokufa na mafaili yao bado yametunzwa, vitabu vyao vya ukumbusho vimetunzwa. Siku walipozaliwa hata siku walipokufa vimetunzwa. Ikiwa waliishi na kusemezana maneno yasiyofaa, yaliandikwa. Ikiwa waliishi na kusemezana maneno yanayofaa, yameandikwa. Mbele yetu iko hukumu. Narudia, ni hukumu iliyo tofauti na mahakimu wa duniani. Siku moja tu hukumu zote zitakatwa. Duniani utasikia imerushwa tarehe, mekwenda kule, fanya nini, kuna mashahidi, watu gani. Hapa Yesu husikiliza mwenyewe. Neno hili nataka nilizungumze kwa lugha ya upole kabisa, ili kwamba kila mmoja afanye uchaguzi wake wa mwisho. Kila mmoja afanye kila ambacho atakuja kimfanyi apate sifa mbele ya Mungu, kwa kutenda jambo jema au kwa kutenda jambo baya, lililositirika gizani au lililoonekana nuruni. Mungu atusaidie jioni ya leo. Yuko Kristo mbinguni hata sasa, anasikiliza tunachokifanya duniani, anafuatilia mienendo ya maisha yetu. Wacha Mungu wanaposemezana anasikiliza, waasi wanaposemezana anasikiliza. Vitabu vya ukumbusho vinaandikwa. Nani atasimama kwa sifa njema leo duniani? Nani atadhihirisha tabia ya uchaji Mungu leo duniani? Tazama, anasimama mlangoni, anabisha hodi. Mtu akisikia sauti yake na kufungua mlango, ataingia kwake, naye atakuwa pamoja naye, na yeye atakuwa pamoja na Kristo. Jioni ya leo, nani aliye tayari kwamba Kristo ambaye husikiliza, hutazama mienendo yetu jioni ya leo, maisha yetu tangu tuzaliwe, maneno yetu, matendo yetu, sifa zetu zinaendelea kuandikwa mbele yake. Anatamani kwamba siku na saa ya hukumu itakapofika, Yesu nisaidie nionekane kuwa na sifa njema. Simama pamoja nami. Hakuna atakayekwepa. Hakuna atakayekwepa. Maisha yangu yamefunguliwa faili tangu siku ile nilipozaliwa. Tangu siku hiyo. Nani anafungua moyo wake sasa kumruhusu Yesu atawale maisha yake? Namaanisha anayatoa maisha yake kwa Kristo, kwamba mimi nazifahamu kabisa njia zangu, naomba Mungu anisamehe, na hiki kitabu cha ukumbusho, basi kiwezekana taarifa zangu zibadilishwe toka kwenye matendo yasiyofaa niwe na matendo yanayofaa. Piga hatua kuja mbele, tuombe pamoja. Furaha gani na nikimtegemea
Yesu. Kila mmoja anajua. Kila mmoja anajua. Yesu. Bwana tusaidie sana. Ukimtegemea Yesu hautakuwa na hofu. Ukiyatoa maisha yako kwa Kristo hautakuwa na hofu. Hata wakati tunasemezana, mbingu zinasikia. Vitabu vya ukumbusho vinawekwa mbele ya kiti cha enzi cha hukumu. Maisha yangu yakikoma leo, kitabu changu kinafunikwa, kinasubiri kuja kwa Kristo mara ya pili. Asante. Kinasubiri kuja kwa Kristo mara ngapi? Akija tu kinafunguliwa. Na wakati huo, kama tulivyojifunza, tunafufuliwa kwa ajili ya hukumu ya haki au kupotea milele. Tufanye maamuzi ya amani jioni ya leo. Baba yetu, asante kwa ajili ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya wanaume na wanawake katika miji ya Mwandoya. Asante kwa ajili ya Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani na kufufuka pia. Asante kwa ajili ya kafara yake. Asante kwa ajili ya maisha yetu. Tunashukuru kwa muujiza uliotenda hata sasa. Tukiona jinsi ambavyo unatutetea, tukiona jinsi ambavyo unasubiri kuja kwako Kristo mara ya pili. Tunashukuru kwa ajili ya kumbukumbu za maisha yetu yanavyotunzwa. Ikidhihirisha wazi hakuna mtu atakayekwepa, atakayesema sikujua, atakayemtafuta mwingine amwakilishe, maana sisi wenyewe tutasimama mbele ya kiti chako. Sasa tumesimama jioni ya leo tena. Kupitia mikutano hii, tunaomba Yesu wa mbinguni uzidi kutawala. Maisha yetu yamekuwa si mazuri siku zote. Tumekutenda dhambi kwa namna tofauti tofauti. Lakini Yesu Kristo, tunaomba tusaidie jioni ya leo. Tushike kwa mkono wako wa kuume. Tuongoe katika safari ya maisha. Wengine tunasemezana maneno yasiyofaa, lakini wako wacha Mungu wanasemezana maneno yasiyofaa. Kwa pamoja, unapojiandaa kuja kwako mara ya pili, tunaomba hesabu na taarifa za maisha yetu zikapate sifa njema machoni pako. Saidia sana maisha yetu. Tusimamie, tupiganie, tuongoze na kutupa ushindi kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana atubariki.